Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes, habari kubwa ambayo tunakwenda kuitazama mezani siku ya leo ni kuhusiana na jarida la Forbes linalotumika kutoa takwimu mbalimbali duniani. Hatimaye mwaka 2025 limeweza kuwatangaza matajiri wakubwa barani Afrika. Tutakwenda kuitazama orodha hii kwa sababu habari njema, mwekezaji wa klabu ya soka ya Simba, rais wa heshima wa klabu ya soka ya Simba na Mtanzania Mohamed Gulam Dewji ameweza kuingia katika orodha ya matajiri 15 barani Afrika, na utajiri wake kwa mwaka 2025 umeweza kukua kwa kasi kubwa sana kutoka kile kwa mwaka 2024. Kwa hiyo tunakwenda kuitazama orodha hii kwa sababu Mohamed Gulam Dewji ameweza kupeperusha vizuri bendera nchi ya Tanzania na ukanda wa Afrika ya Mashariki kutokana na biashara zake mbalimbali anazozifanya. Sasa pasipo kupoteza muda, tukienda kuanzia tajiri namba 1 barani Afrika ni Aliko Dangote. Aliko Dangote ni CEO wa Dangote Group, ambapo Aliko Dangote anatokea katika nchi ya Nigeria akiwa na umri wa miaka 67. Tunaona raia wa Nigeria ana shughuli nyingi ambazo anajihusisha, ikiwamo kutengeneza simenti, kuuza sukari, utajiri binafsi, bila kusahau kuwekeza katika makampuni tofauti tofauti. Sasa fahamu Aliko Dangote utajiri wake ni dola za Kimarekani bilioni 23.9. Kwa hiyo utakwenda kuzidisha kwa current ama kwa thamani ya 2700 ambayo kwa sasa ndio thamani ya dola moja kwa fedha za Kitanzania. Kwa utapiga dola bilioni 23 mara 2700 ndio utapata utajiri wa Aliko Dangote. Yani huyu ni trilionea, lakini ndio hivyo ana dola za Kimarekani bilioni 23.9. Lakini tajiri namba 2 barani Afrika kwa sasa ni Johan Rupert na familia yake, ambapo Johan Rupert ni raia kutokea Afrika Kusini akiwa ameoa, ana watoto watatu. Akiwa na umri wa miaka 74, Johan Rupert ana utajiri wa dola za Kimarekani bilioni 14. Tajiri namba 3 barani Afrika ni Nick Ofeima, ambapo Nick Ofeima ni raia kutokea katika nchi ya Afrika Kusini akiwa ni mume na baba wa mtoto mmoja mwenye umri wa miaka 79. Basi fahamu kwa upande mwingine Nick ana utajiri wa dola za Kimarekani bilioni 10.4. Hiyo ndiyo utajiri wa huyu Nick Ofeima na familia yake. Lakini tajiri namba 4 barani Afrika ni Nassif Sawaris. Nassif Sawaris ni raia kutokea katika nchi ya Misri, na kwa upande mwingine anaishi katika nchi ya Misri sambamba na nchi ya England. Ameoa, ana watoto 4 akiwa na umri wa miaka 64. Basi Nassif Sawaris ana utajiri wa dola za Kimarekani bilioni 9.6, na kwa upande mwingine huyu ni miongoni mwa wamiliki ambao wanaimiliki klabu ya soka ya Aston Villa inayoshiriki ligi kuu pale nchini England, na tumeshuhudia Aston Villa imesajili wachezaji wakubwa akiwamo Marcus Rashford, Marcos Alonso. Kwa hiyo tunaona kwa Marcos Asensio. Kwa hiyo tunaona ni utajiri mkubwa ambao anao Nassif Sawaris, utajiri wa dola za Kimarekani bilioni 9.6. Tajiri namba 5 barani Afrika ni Mike Adenuga. Mike Adenuga ni tajiri kutokea katika nchi ya Nigeria akiwa ameoa na akiwa na watoto 7, ana umri wa miaka 57. Mike Adenuga ana utajiri wa dola za Kimarekani bilioni 6.8. Huo ndio utajiri wa Mike Adenuga. Kamata nafasi ya 5. Katika nafasi ya 6 anakamata bilionea Abdulsamad Rabiu. Abdulsamad Rabiu ni raia kutokea katika nchi ya Nigeria akiwa ameoa. Basi kwa upande mwingine hana mtoto hata mmoja. Fahamu kwa upande mwingine Abdulsamad Rabiu ana utajiri wa dola za Kimarekani bilioni 5.1, inamfanya kukamata nafasi ya 6. Nafasi ya 7 inakamatwa na Naguib Sawiris. Naguib Sawiris ni huyu yupo pamoja na ule Sawiris ambaye tumekwambia anamiliki klabu ya soka ya Aston Villa. Hasa Naguib Sawiris anatokea katika nchi ya Misri akiwa ameoa na watoto 4, ana umri wa miaka 70. Naguib Sawiris kwa upande mwingine ana utajiri wa dola za Kimarekani bilioni 5. Kwa hiyo huyo ndio Naguib akiwa anakamata nafasi ya 7. Katika nafasi ya 8 tajiri kwa sasa barani Afrika ni tajiri Kos Bika. Kos Bika ni raia kutokea Afrika Kusini akiwa ameoa na watoto 2 na umri wa miaka 72, ana utajiri wa dola za Kimarekani bilioni 3.4. Katika nafasi ya 9 inakamatwa na tajiri kutokea katika nchi
ya Misri. Hapa tukienda kumwongelea Mohamed Mansour. Mohamed Mansour kwa upande mwingine ameoa na watoto wawili akiwa na umri wa miaka 77. Basi fahamu bilionea Mohamed Mansour ana utajiri wa dola za Kimarekani bilioni 3.4. Katika nafasi ya 10 yupo Patrice Motsepe. Huyu Patrice Motsepe ni raia wa Afrika ya Kusini akiwa ameoa na watoto watatu na umri wa miaka 63. Basi kwa upande mwingine Patrice Motsepe ana utajiri wa dola za Kimarekani bilioni 3 kamili, na tunafahamu wote Patrice Motsepe ndiye rais wa shirikisho la soka barani Afrika kwa sasa, na bila kusahau ndiye mmiliki wa klabu ya soka ya Mamelodi Sundowns ya pale nchini Afrika Kusini, na bila kusahau anaizamini ligi namba 2 pale nchini Afrika ya Kusini. Huyo ndio Patrice Motsepe akikamata nafasi ya 10. Nafasi ya 11 inakamatwa na bilionea kutokea katika nchi ya Algeria. Hapa tukienda kumwongelea Issad Rebrab na familia yake. Issad Rebrab fahamu ameoa na watoto watano akiwa na umri wa miaka 81. Issad ana utajiri wa dola za Kimarekani bilioni 3 kamili. Katika nafasi ya 12 hapa ndipo yupo mwekezaji wa klabu ya soka ya Simba Sports Club Mohamed Gulam Dewji, miongoni mwa mabilionea 15 barani Afrika. Basi katika nafasi ya 12 yupo mwekezaji wa klabu ya soka Simba. Fahamu Mohamed Gulam Dewji akiwa na umri wa miaka 49 kwa sasa, anaishi nchini Tanzania, ameoa na watoto watatu. Sasa utajiri wa mwekezaji wa klabu ya soka ya Simba Mohamed Gulam Dewji ni dola za Kimarekani bilioni 2.2. Sasa tutakwenda kumchambua Mo Dewji kwa sababu ndiye mtu ambaye anatuhusu zaidi na utajiri wake umeweza kuwavutia watu wengi. Sasa jarida la Forbes mwaka 2005 limemtaja mfanyabiashara wa Tanzania Mohamed Dewji kuwa miongoni mwa watu matajiri duniani akiwa na utajiri wa dola za Kimarekani bilioni 2.2 sawa na trilioni 5.7. Mo anakuwa tajiri namba 12 Afrika na namba 1 Afrika Mashariki kwa utajiri. Kwa hiyo kwa sasa Mo Dewji ukija kibongobongo unamuita trilionea, sio bilionea. Lakini orodha mwaka huu inaonyesha utajiri wa Mo Dewji umeongezeka kufikia dola bilioni 2.2 kutoka dola bilioni 1.8 kwa mwaka jana 2024. Kwa hiyo tunaona umeongezeka kwa dola bilioni 0.6 zilizoongezeka. Lakini orodha ya Forbes ya matajiri wa Afrika mwaka 2024 ilibainisha kuwa utajiri wa Mo Dewji umeongezeka kutoka dola bilioni 1.5 hadi dola bilioni 1.3. Licha ya utajiri wa Mo Dewji, kupitia kampuni Mo Dewji Enterprises Melt imezalisha ajira kwa watu 40,000 kwa Tanzania kupitia biashara 126 zinazofanywa na kampuni hiyo ya Melt. Lengo la Mo Dewji la kuongeza ajira hadi kufikia 100,000 kwa Tanzania na Afrika Mashariki. Mo Dewji kupitia Mo Dewji Foundation imeshirikiana na serikali kupitia Wizara Maji kuchimba visima, kukarabati na kutibu maji mkakati uliosaidia watu zaidi ya 15,000 kupata maji salama ya kunywa. Utajiri wa Mo Dewji haukuishia kwenye maji ya afya pekee, umekwenda zaidi na kuwekeza katika tasnia ya mchezo ambako ni sehemu ya mmiliki akiwekeza 49% kwenye klabu ya soka ya Simba Sports Club. Kwa hiyo tunaona huyo ndio Mo Dewji, mwekezaji wa klabu ya soka Simba, akiwa na utajiri wa dola za Kimarekani bilioni 2.2 ama trilioni 5.7 mwaka huu 2025. Kwa hiyo tumeona ametoka nafasi ya 13 na sasa amesogea nafasi ya 12 na utajiri wake unakuwa kwa kasi. Kwa hiyo huenda mwaka 2026 Mo Dewji akaingia mpaka kwenye top 10. Nini maoni, nini mtazamo? Kama umefurahia utajiri wa Mo Dewji, like video yetu, alafu unao nafasi ya kwenda na comment na kumwambia chochote mwekezaji wa klabu ya soka Simba Mohamed Dewji kwa kuweza kumpongeza kwa hiki ambacho anaendelea kukifanya kuwa na utajiri mkubwa barani Afrika, kwa sababu tunashuhudia matajiri wengi duniani kama Bill Gates aliwahi kuwa tajiri namba 1, lakini kwa sasa amedrop na kushuka na kumwacha Elon Musk. Kwa hiyo ukiona tajiri anapanda basi ujue biashara yake inakuwa, lakini ukiona tajiri anashuka basi biashara inashuka. Lakini kwa Bill Gates tunashuhudia kuachana na mke wake ama talaka kwa mke wake ndio ambayo imeweza kumfilisi zaidi.